lakini ni mtu ambaye ni mzima, lakini tutakuwa tunamtumia kama mfano wa kukufunza namna ambayo unafaa kutumia ili kuhakikisha unatoa huduma ya kwanza ambayo ni sahihi. Si huduma ya kwanza tu, lazima iwe huduma ya kwanza ambayo ni sahihi. Na ndiposa hapa studioni, mtazamaji, tumeweza kuwaleta wataalam, watakuwa wanakushirikisha, na vile vile tumekuuliza swali katika mitandao yetu ya kijamii ambapo tumekuuliza, je, ukishuhudia hali ya dharura au ajali, ni vipi unahakikisha ama unaweza kutoa huduma ya kwanza ambayo ni sahihi? Je, ukishuhudia ajali au hali ya dharura, unaweza toa huduma ya dharura ya kwanza ambayo ni sahihi? Ndilo swali ambalo tumekuuliza, na nitakuwa nasoma jumbe zako kadri muda unavyozidi kusonga, mtazamaji. Hivyo basi, sema nasi kupitia WhatsApp, tutumie jumbe zako kupitia Facebook, sema nasi kupitia akaunti yetu ya YouTube TV47 Kenya. Nitakuwa nasoma hizo jumbe ili tuweze kufahamu kama una uelewa wa kutoa huduma ya kwanza, ndio au la, na kama huna, basi hapa ndipo tutakuwa tunahakikisha tunakufunza na vile vile kukuelekeza ni vipi unafaa kudumisha afya yako kwa kuangazia huduma ya afya ya kwanza, ama ukipenda first aid. Naarifiwa hivi sasa tuelekee nyanjani tuweze kusikiliza hisia za Wakenya kuhusiana na mjadala huu, na mwelekezi wangu ananiarifu tuelekee maeneo ya Machakos. Nicholas Mbai, iwapo unatupata, hali iko vipi? Wakenya wanasemaje kuhusiana na huduma ya kwanza au kipenda first aid? Mbai? Nama, asante sana mwenzangu, na kupata vizuri kutoka hapa katika kaunti ya Machakos. Kwa ni swala nzima ambalo tunazungumzia kuhusiana na wakati wa mikasa. Je, Wakenya wameelimishwa ya kutosha kuhusu jinsi ya kuweza kukabiliana na hali hii ama kuweza kuwasaidia wale ambao ni waathirika katika mikasa? Nimefika katika eneo la mikasa katika hospitali ya Machakos Level 5 kuzungumza na wauguzi wale ambao hupokea watu wanaoletwa mahali hapa baada ya kuhusika kwenye mikasa, labda mikasa ya moto, mkasa wa magari kugongana au kuanguka na vitu kama hivi. Tusikie, je, wanasemaje? Napata na afisa ambaye anasimamia kitengo hiki hapa kuweza kuelimisha mengi. Je, Wakenya wameelimishwa ya kutosha? Na haya ndiyo maoni yake. Francisca, I'm a nurse working in Machakos County Referral Hospital. I'm the nurse manager in the critical care and emergency departments. When they find themselves involved in accidents or any kinds of emergencies in the community, there are things that when they happen, by the time you're bringing your patient to the hospital, they really affect their outcome. For example, when you are in an accident, sometimes people get hurt and they bleed a lot. You find that the community is always concerned about calling and waiting for the ambulance to come and collect the patient. But apparently, you can stop bleeding and improve the patient's outcome when they reach our level 5. Also, in incidences like poisoning, you might find a person who was poisoned themselves. They have poison in their clothes, but they are being brought to the hospital when the poison is still being absorbed. The community might know that when you remove the clothes from the patient, you really stop the absorption of the poison, and by the time they come into the hospital, they have a high chance of being saved. Again, in accidents, you find that people will move patients without taking caution, because when you have a person who has been traumatized really bad, there are broken bones, you don't know how much the spine is affected. So if you don't move them with caution, you find that maybe by the time you're coming to the hospital, you've already worsened the condition. Maybe they'll have stopped bleeding, because whatever they set as that controlled breathing along the spine. So it's always good to handle them with care. You check your safety, you place them well aligned, and then you call so that they can be moved into the hospital. There are incidences when you find people who are coming to save patients steal from them, and it is not okay, because they traumatize them. Sometimes you're busy trying to save a life, but the patient is really stressed out on whatever they lost. So you're trying to sort the physical, but psychologically the patient is not okay, because they know they've lost their stuff. So maybe to appeal to the community that when you're saving people's lives, please let us not pick their belongings. Let us try as much as possible to keep them with their belongings. Sitasema ni kama Wakenya wamehamasishwa ya kutosha, manake unapata ajali mingi venye wagonjwa wanawafikia tu ndani ya hospitali, unapata ni the same way again and again. Wangekuwa wameelezewa vizuri ya kwamba ukipata mtu anamwaga damu nyingi, unaweza msaidia kwa arrest your bleeding kabla afike kwa hospitali, at least inaweza kuwa inasaidia. So ukipata ni jambo moja linarejelewa, inamaanisha
community bado haijaelimishwa ya kutosha kuhusiana na vile wanaweza handle accidents and emergencies either in the roads or at home. Pia kama amevunjika kama kwa mgongo, alafu umshike venye haifai, unaweza dhuru sasa hata upate alikuwa anajipumulia mwenyewe, lakini vile mmemsongesha vibaya, sasa hata kupumua imekuwa ni shida. Kitambo afike kwa hospitali unapata hata kumuokoa inakuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo inakuwa muhimu sana venye the first thing yenye unafanya ukishapatana na mgonjwa kwa barabara ama mahali penye accident imetokelezea, at least kenye unafanya kinasaidia sana outcome ya mgonjwa baadaye. Naam, amekuwa ni afisa hapa katika eneo la mikasa katika kaunti ya Machakos, ambapo kila siku watu hufikishwa hapa kutokana na mikasa, lakini kama ulivyomsikia, wengi ambao wanafika mara ya kwanza katika mikasa ile ndio huchangia pakubwa wengi kuweza kufariki kutokana na jinsi mtu ametolewa kwenye mkasa, kukosa kupewa damu na vitu kama hivi. Ndio hali kamili ama taswira kamili ya jinsi ilivyo katika maeneo ya mikasa. Mimi ni Nicholas Mbai kutoka kaunti ya Machakos. Na shukran sana Nicholas Mbai kwa tathmini hiyo. Tuelekee maeneo ya Taita Taveta. Mwandishi wetu Julius Mariki pia anazungumza na